Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa viongozi wa Urusi na Ukraine wamekubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 3 pamoja na kubadilishana wafungwa wa vita, hatua inayotajwa kuwa inaweza kufungua ukurasa mpya kuelekea mwisho wa vita hivyo vilivyoanza mwaka 2022. Kwa mujibu wa Trump, makubaliano hayo yataanza kutekelezwa kuanzia Mei 9 hadi Mei 11, huku yakihusisha kusimamishwa kwa mashambulizi yote ya kijeshi pamoja na kubadilishana wafungwa 1,000 kutoka kila upande. Akizungumza kabla ya kuondoka katika White House kuelekea Virginia, Trump alisema viongozi wa mataifa hayo mawili walikubali ombi lake mara moja. "Niliomba mara moja kwa Rais Putin na Rais Zelensky na wote walikubali kwa haraka. Tutakuwa na muda ambao hawatauana. Hilo ni jambo zuri sana," alisema Trump. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na mshauri wa sera za nje wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, Yuri Ushakov, walithibitisha kufikiwa kwa makubaliano hayo. Trump alisema usitishaji huo wa mapigano unaweza kuwa mwanzo wa mwisho wa vita virefu vya umwagaji damu kati ya Urusi na Ukraine. Tangazo hilo limekuja sambamba na maadhimisho ya siku ya ushindi nchini Urusi maarufu kama Victory Day, siku ambayo huadhimisha ushindi dhidi ya Ujerumani ya Nazi katika vita kuu ya pili ya dunia. Kupitia ujumbe wake wa mtandaoni, Trump alisema, "Na furaha kutangaza kuwa kutakuwa na usitishaji wa mapigano wa siku 3 katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Tunatumaini huu ni mwanzo wa mwisho wa vita hivi vya muda mrefu." Kwa upande wake, Rais Zelensky alisema Ukraine imekubali kushiriki katika makubaliano hayo kwa kuzingatia umuhimu wa kuwaokoa wafungwa wa vita wa Ukraine waliopo Urusi. "Red Square si muhimu kuliko maisha ya wafungwa wetu wa vita wanaoweza kurudi nyumbani," alisema Zelensky kupitia Telegram. Baadaye, Zelensky alitoa tamko rasmi la uraisi akitangaza kuwa Red Square haitakuwa shabaha ya mashambulizi ya Ukraine wakati wa maadhimisho ya Victory Day. Hata hivyo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alipuuza kauli hiyo na kusema Urusi haihitaji ruhusa ya mtu yoyote kuadhimisha ushindi wake. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema juhudi za kidiplomasia bado hazijafikia makubaliano makubwa licha ya mazungumzo kuendelea. "Kwa sasa juhudi hizo zimesimama bila matokeo makubwa, lakini tuko tayari kusaidia wakati wowote hali itakapobadilika," alisema Rubio akiwa mjini Roma. Vita kati ya Urusi na Ukraine vimeendelea kwa zaidi ya miaka 4 na husababisha maelfu ya vifo pamoja na mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza siku 3 za usitishaji wa mapigano kati ya Urusi pamoja na Ukraine ambapo zinaanza Mei 9 hadi Mei 11, yani ni 9, 10 na 11, ambapo Urusi na Ukraine hawatapigana vita, na makubaliano hayo yameafikiwa kwa pande zote mbili, yani upande wa Urusi pamoja na Ukraine. Ni hatua nzuri kwa vita hii ambayo imedumu kwa takribani miaka 4 sasa, kuanzia Februari 2022 hadi hivi sasa ambapo wamefikia makubaliano ya kusimamisha mapigano kwa muda wa siku 3.